Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai wa afya na uko kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripota yetu kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa. Msomaji wa habari hizi kwa siku ya leo ni mimi Safari Almas. Upande wa pili nasaidiwa naye Jean Ekala Jaden pamoja na Bibu Kurtantina Damamba atakuja na habari muhimu. Nasema karibu na tega sikio. Na kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari kwa kina, kama kawaida unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari muhimu ambako namkaribisha Bibu Kurtantina Dama. Hali gani? Namshukuru Mwenyezi Mola kwa kuwa niko salama usalimini. Labda umewaandalia nini wasikilizaji wetu? Siku ya leo nimeandalia wasikilizaji wetu kwenye ukurasa wa habari muhimu ya kwamba katika mji wa Baraka kujadili kuhusu tabia ya baadhi ya shule zinazofukuza watoto kwa ajili ya kulipa miezi miwili kwa mara moja ni lengo mojawapo wa kikao kilichofanyika na kukusanya wakuu viongozi wa kielimu, mashirika ya kiraia na tabaka zingine za watu Jumamosi hii ya tarehe 22 Novemba mwaka 2025. Na huko Kibanga ni kwamba ili kujibu kwa malalamiko ya raia na kwa oda ya uongozi wangu nimeamua kufuta vidhiwidhi kadhaa vilivyokuwa na nyanyasa raia, ndivyo amesema kamanda wa vikosi vya maji vya SNPCC Ekanda Dragira Balen. Na huko Kalemi ni kwamba Safari ya Limasi, binti mmoja amefariki kwa ajali ya pikipiki Alhamisi ya wiki hii katika barabara kuu ya Lumumba mjini Kalemi jimboni Tanganyika, tukio ambalo limeacha huzuni mkubwa maeneo hayo. Ni hayo tu kama vile habari muhimu siku ya leo. Ni kushukuru Bibu Kurtantina Dama kwa habari yako muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Kisha malalamiko kwa mengi kuhusiana na kutokufanya kazi kwa kitengo cha mazingira, hasa kile kinachohusika na usafi. Hatimaye kitengo hicho kimemwandikia meya wa jiji kibarua kinachotaarifu kuanza tena kwa kazi za kitengo hicho ndani ya mji wa Baraka. Akizungumza na redio yako Bwana Christophe Ilonja, mmoja kati ya viongozi wa kitengo hicho cha mazingira mjini Baraka, amesema kuwa wakufanya kazi za usafi kwa kuwa meya jiji ilikuwa pia na kitengo cha usafi. Tuliandika kibarua kwa kiongozi wetu wa jiji kumuelezea kuhusu kazi ya kutengeneza environment tunasema kusafisha juu ya usafi ya mwingine. Tuliandika barua hiyo kwa sababu ni muda mrefu kweli katika service yetu hiyo kitengo ya sinisma ilikuwa haitumike kufatana na hali ambazo tulikuwa nazo kati yetu na meri, kwa sababu meri nayo ilikuwa na kitengo cha environment mule meri ambayo kinahusika na hiyo kazi ambayo sisi tunapashwa fanya sisi wenye service. Ndio kilituma sisi tuandike hiyo barua tuwajulishe hivi kwamba tunataka anza hiyo kazi. Sisi ndio tunahusika na hiyo kazi ya sinisma. Tulikuwa tumeacha kwa sababu ya hiyo tusikokotane au tusibishane na mwenye udongo, kama vile tunasema yeye meri ndio mwenye entite, tusikokotane naye tukamwachia kwanza, lakini tulikiaona kwamba ni sisi ndio tunapashwa, lawama zikakuwa nyingi kwetu, ninatubidi tufanye hiyo kazi. Na hiyo ndio ilikuwa inasababisha sisi kuikaa kwanza, kwa sababu tuliona meri nayo iko na hiyo kazi inafanya hiyo kazi. Lakini wakati tuliona kwamba la matatizo zinakuwa mingi, tukaona hapana, hata kama meri iko na hiyo inafanya hiyo kazi ni kwetu, kama vile maattribution ambazo wanapatia kila ministeri, na hiyo attribution ni yetu, si ni service technique ya meri. Na kwa sababu ya hiyo ndio tuliona hapana, hatuwezi kaa kimya, la ni vizuri tukamate jukumu zetu. Na ukiangalia wao wana kitengo na nyinyi na kitengo, mliweza kuandika barua, labda barua hiyo imeshajibiwa, na kama wamejibia kwa upande wao wamesema nini? Watasitisha kitengo kile ama mtakuwa mnatumika saa wawili huku mnatumika na wao wanaendelea kutumika? Ukiosoma barua vizuri, na tunapenda kuwaonesha kwamba hiyo ni kazi yetu,
cha kwanza, na sisi kuwaelezea kwamba sisi ni service technique yao. Inahitajika sisi wawili, hatutatumika kila watu kwao, lakini sisi wawili tutaikaa pamoja na tunatengeneza gisi tunapashwa tumika. Donc tutatumika pamoja na meri. Mwishowe ameomba kwa kila mkaji wa mji wa Baraka kusafisha eneo lake ili kufanya mji uwe usafi. Tulikia chunguza kwamba mwingine imeshakuwa uchafu zaidi sana. Kama mwingine imeshakuwa uchafu, inatubidi sisi tutumike kama gisi service inatuomba kutumika. Tunaambia bakaaji kwamba kwa siku usoni kazi hiyo itaanza, na kama kazi hiyo itaanza, kila mtu akamate jukumu ya kuwa na usafi na kutengeneza uchafu wake ambapo panafasi panaomba yeye kuutia, kwa sababu wakati wataanza tumika na wakikuta uchafu kwako, wakikuta uchafu fasi fulani, na kama ni wewe njoo unawajibika kujibu, wafanyakazi wa service watakufuatilia, tutatumika. Hivi tunataka anza tumika kazi hiyo, na raia kila mtu akamate jukumu lake kwa ajili ya kutengeneza mazingira. Na tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kujadili kuhusu tabia baadhi ya shule zinazofukuza watoto kwa ajili ya kulipa miezi miwili kwa mara moja ni lengo mojawapo ya kikao kilichofanyika na kukusanya wakuu viongozi wa kielimu, mashirika ya kiraia na tabaka zingine za watu Jumamosi ya tarehe 22 Novemba 2025 katika mji wa Baraka. Mengi zaidi na mkaribisha mchumba mkulima na Fatuma. Akiwa miongoni mwa walioshiriki kwenye kikao hicho, mkuu kiongozi wa shirika la raia mjini Baraka, Bwana Albert Etonda Maisha, anaeleza yafuatayo. Tuna muda mrefu ambao tuko nafuatilia malalamiko ya wazazi ambayo imefika kwenye ofisi, na tumewahi kukaribia sana viongozi wa province educationnelle Sud Kivu samedi le 22. Tumekuwa na kikao kubwa na viongozi watatu wote wa province educationnelle Sud Kivu na sisi mashirika ya kiraia na wa syndicalist. Ni kwamba kuko instruction zene zinakataza kwanza kufukuza watoto kwa masomo, na viongozi wote wanajua vile kwamba kufukuza watoto ni kuviole instruction ambayo inaweza tuma wengi wanapata masanction ambao wako responsable wa masomo. Kila mzazi anajua kwamba nimepeleka mtoto kwenye shule anapaswa kulipiwa pesa, na kama inaomba kuuliza ita mzazi, na vile vile wazazi wanapaswa kuwa na discipline bila kungoya watoto wasifukuzwe wanaenda kulipa. Upande mwingine, Albert Etonda Maisha anaonesha hapa madhara ya kufukuza mtoto kwenye shule kwa sababu ya pesa. Ukifukuza mtoto leo anafanya 3 jours 4 jours kwa nyumba, akileta zile pesa ile matiere ya ile 4 jours 5 jours kuko ekole ishakafanya maratrapage ya watoto walikuwa nafukuziwa juu ya pesa. Haiko fikiria mtoto unamfukuza, baba yake ameenda kukazi, mama yake kukazi, na mtoto ameenda kwenye shule, unamfukuza katikati ya barabara anafanya accident na kufa. Eske wa responsable wa masomo wako naona risk ambao wako najitia? Alors que instruction nakatala kufukuza mtoto kazi yake ni kwenda kusoma tu. Mtoto haiko responsable wa kufukuziwa, wa kulipa ama kutokulipa. Mtoto haiko responsable ile. Ita mzazi ndio kazi yake. Hata hivyo, kiongozi huyo wa shirika la raia ameonesha kuwa hakuna sheria yoyote ya shule inayoruhusu kufukuza mtoto kwa ajili ya kulipa pesa ya miezi miwili. Na jambo la pili na jambo kubwa ni ile ya kulazimisha wazazi kulipa miezi 2 ya kufatana. Kuko maekole zinasema kwamba sisi wanalipaka matranche. Kamata par exemple ekole Lotala watu wote wanajua, naona watu wako nalipa matranche. Miezi 3 mnalipa ota. Miezi 3 mnalipa ota. Ekole gani ishakafanya convention na leta ama na wazazi kwamba tunapaswa kuwa nalipa miezi 2, Novembre, Decembre, Mars, Avril, Juin, Juillet? Ni instruction gani? Province educationnelle imetonesha wazi kwamba ni violation ya instruction masomo, na wazazi ambao wako natufuata wajue kwamba ekole ambayo itafukuza watoto lendi mardi juu ya miezi 2 wafike kwa ofisi ya shirika raia, kwa sababu saa nyingine hawataweza kufika ku province educationnelle. Mwishowe, Albert Etonda Maisha ameomba kwa wazazi wa watoto kufikisha ripoti kwenye ofisi yao kwa mtoto yoyote atakayefukuzwa shuleni kwa ajili ya kulipa pesa ya miezi miwili. Na viongozi wa shule wajue kwamba instruction inakataza kulomba mwezi ambao hayatumikia. Nani mwana hivi atapokea Novembre, Decembre kuleta? Haiko. Wako na motive aseme wanafika wakati ya examen, tunataka enda kumafete. No. Examen ni parmi matiere toujours ya masomo. Haimaanishi mtoto akifanya examen ça veut dire anakimbia. Hapana. Na tunataka enda kumafete. Kwenda kumafete ndio inamaanisha nini?
acha watoto walipe mwezi wa 11 ambao tayari wamesha soma. Na tukifika kama ni Malekenzi, kama ni Redisi, mwanze tena uliza pesa. Hivi na kwa watu wote level 5 ni siku ya kufukuza, haiko siku ya kulomba pesa. Koma ekole za mingi wanakuwa kama wataxateur kwamba wako pale tu juu ya kupenda kulipisha pesa. Hapana, inaomba kupenda kazi ya kufundisha watoto, na pesa ni matokeo ya kufundisha watoto, na wazazi wako rekonesa na ile ndio ambayo tumekamata kama madecision, na ni madecision ambayo maekole inajua kwamba inakatazwa kulomba mwezi ambayo mtu ayatumikia. Tunapana namba a partir ya lundi mardi, ekole ambayo itafukuza watoto juu ya miezi 2 Novembre Desembre, wazazi waite kwenye namba 09 74 25 97 96, na tunayua viongozi wa province educationnelle watapata habari hapo hapo, na hiyo ekole itapata masanction kwa sababu ni kuviole ma instruction ambazo ziko naongoza juu watoto wasome vizuri na bila kunyanyasa wazazi. Ni vema tuwajulishe kuwa kupitia pia kikao hicho kilichoitishwa na wakuu viongozi wa shule wa jimbo la kielimu ya Kivu Kusini ya pili, imekatazwa kwa shule lolote kulipisha ada ya shule kwa pesa za dala. Na hivi sasa tujielekeze huko Kibanga ambako ili kujibu kwa malalamiko ya raia na kwa oda ya uongozi wangu nimeamua kufuta vizuizi kadhaa vilivyokuwa na nyanyasa raia. Ndivyo amesema kamanda wa vikosi vya maji vya SNPCC Kanda Dragira Balen. Katika mahojiano na Radio Kivu kwenye line ya simu, kamanda Ikanda ameanza kufasiria namna gani ameendesha kazi hizo. Nimeshukuru sana kwa kupenda kujua hali ya unyanyaso wa magundi yenye azielewe. Mko gundi ya kwanza yenye ilikuwa hapa Kibanga ya General Manga. Gundi ya General Manga, wakati nilikuja kuplante vikosi yetu ya marine ya SNPCC hapa Karamba na Kibanga, nilikia kuta malalamiko pale raia nakimbia mijini kulingana na unyanyaso wa General Manga pale Kibanga. Bila watu kama vile nyama, wa mama, wazee, wajia, mukasho, kizo ya chini ya embe, alipasura embe, atafungua kasho. Nadhani niliwapelekea na imaji ya ile kasho, na ile ilisababisha mimi kupata huzuni sana. Ilisababisha mimi kupata huzuni kama vile mimi kiongozi wa Force Naval wa Base Naval ya SNPCC ya William Amuri ya Kutumba. Wakati nilifika Kibanga nikafuatilia na nikamuita bwana General Manga, na pale kulikuwa viongozi, niliita kiongozi Masia wa Kazimia na kiongozi mwenyewe shefu wa Karamba Pole na makapita na maservise ingine yote ilikuwa pale. Wakati tulipata ile maplete ya ile raia na jinsi wanaumizwa na jinsi wanapigwa fimbo, umaimaji zilituma, nadhani mliziona, ikabidi nikamate kauli, na ilikuwa kauli yangu nililomba kuishero kulingana na makosa yake, ikabidi nimdhibiti na nilimdhibiti na nikamwanshimine mpaka Baraka. Hapa nyuma ikaonekana trakaseri na zidi malalamiko ya raia tu hiyo njia kutoka Sebere kufika Kibanga. Kulikuwa kamba ilikuwa pale Kongolo, rakaseria mingi sana, watu kupigwa fimbo, kufanya nini, kama vitu, mikeke, kama una 1000 francs, natoa mikeke 10 nini tusa. Niliomba kuongozi nifanye ile kazi kushirikiana na pamoja ni fanti ya SNPCC niko Sebere kwa mwanadamu Muguru, nikamlomba intervention kafanya ile kazi, tukafanya kata ile kamba ya pale Kongolo. Hata hivyo kamba ya Sange Simbali na Sebele haikubaki pia katika operesheni hiyo ya kufuta kamba bandia kama alivyoeleza mara tena. Unatoka pale ikaonekana twende tukate kamba ya ya Sange. Nilienda kata ile kamba ya Sange, na kwa kweli tulikuta pale ni matrakaseri tu. Kwanza menanse ile tulikuta pale na mwenyewe anatoa pesa kwa kumzidi, pesa zinawekwa mfuko. Tunataka kuona, nikamwambisha tosha pesa zote zile za journalier leo. Kwa masaba sana nani. Tunatoa sabia pesa ilikuwa 80,000. Ile pesa nikakabidhi watu ya parti na maservisi nyingine yetu kwa nayo pale. Ilibidi nikarudi. Wakati nilirudi kufika Kibanga, na ingia mwanze ndo raporo yangu hii mlikuwa muyaipata. Ilikuwa ni jana niko Kibanga nafanya renseignement yangu papa. Hii matrakte
yenyewe ilipaswa kututengenezea barabara za kutoka Kibanga Sebele. Kumbe yeye General Manga aliamurisha kikosi yake kwenda kufungua moteur ya ile traktere na malimati nitabasukumia. Ndio ya jana hiyo. Ile mashine walikuwa naificha, nilivumbua. Mtu mmoja alikuwa anaificha, nilimshika, kumpinga wala nini, kamwambia nipashe moteur ya ile traktere yenyewe nani General Manga yenyewe alikuwa chafungula. Na maendeleo ya watoto wa teritoria ya Afrika yeye anafanya yake. Ile moteur mpaka leo niko nayo. Ile moteur hivi niko nayo, hivi iko Karamba. Hiyo ilikuwa sauti yake Dragira Balene. Na katika habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba katika kijiji cha Sebele milio ya risasi imesikika katika sehemu mbalimbali za kijiji cha Sebele ambako ilikuwa majibizano ya risasi kati ya wazalendo wa SNPCC na wale wa Bilozi Bishambuke. Mengi zaidi katika taarifa zetu zinazofuata. Na kama ulivyosikia kipenga tayari kimelia kwenye habari za michezo ni kwamba klabu ya Saint-Eloi Lupopo wamepigwa mabao 3-1 dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mengi zaidi namkaribisha Sudi wa Sudi Valente. Karibu Sudi. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi Lemetinuare. Leo kunako kurasa wa habari za michezo. Tuanze na hizi habari za hapo katika maeneo ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, ambako uongozi ambao unasimamia soka maeneo hayo yani Cercle Football de Tanganyika imetoa rasmi kalendari ya michuano ya ligi ya nyumbani msimu mpya 2025-2026 ambayo itaanza rasmi kupigwa siku ya Jumamosi ya tariki 29 Novemba mwaka 2025. Ni kwamba mechi ya ufunguzi ambayo itaanza siku ya Jumamosi itakuwa ni mechi kati ya FC Nundu Sport ambayo atakata mzwa fitna zidi ya klabu ya FC Kongo, mechi ambayo itaweza kushuhudiwa majira saa 9 na dakika 30 kunako uwanja wa Tatanyongolo. Ligi kukabambi hapo katika nchi jirani ya Burundi maarufu Primus League iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi, ambako klabu ya Interstar iliweza kutandikwa mabao 2-1 dhidi ya klabu ya Aigle Noir, na klabu ya Rukinzo wakaweza kuwatandika klabu ya Garage Express mabao 3-1. Siku ya Jumapili ya tariki 23 Novemba mwaka 2025 mechi kadhaa zitaweza kushuhudiwa hapo katika nchi ya Burundi. Vitalo wataweza kata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Ngozi City. Vision 2026 wataweza kata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Bumamuru FC, huko klabu ya Messager Ngozi wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Flambeau du Centre. Klabu ya Olympique Star wataweza kuwakaribisha klabu ya Musinga FC, na klabu ya Musongati majira saa 9 kamili za jioni wataweza kukata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Dynamic Sport. Michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi. Klabu kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Saint-Eloi Lupopo wakiwa katika nchi ya Afrika ya Kusini waliweza kutandikwa 3-1 dhidi ya klabu ya Mamelodi Sundowns yako katika nchi ya Afrika ya Kusini. Lakini klabu ya Young Africans hapo katika nchi jirani ya Tanzania waliweza kuwatandika msumari wa bao 1-0 klabu ya FAR Rabat yako katika nchi ya Morocco. Michuano tu ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika itaweza kuendelea mara tena ifikapo siku ya Jumapili ya wiki tunayo, ambako mechi kubwa ambayo inasubiriwa mashabiki wengi kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mechi ambayo itaweza kushuhudiwa majira saa 9 kamili za jioni kati ya klabu ya Maniema Union kutoka kwa Kindu ambayo itakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Azam FC, klabu ya hapo katika nchi jirani ya Tanzania. Kumbuka ya kwamba klabu ya Azam inafunzwa na mkufunzi Florai Benge, mkufunzi wa asili ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizie na hizi habari 2-3 za tizi za usajili za katika bara la Ulaya, ambako klabu ya Barcelona yapo nchini Uhispania inamchukulia mshambuliaji wa klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani na timu ya taifa ya Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 32, na mshambuliaji wa Atletico Madrid na timu ya taifa ya Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 25 kama kipaumbele cha kuweza kuwachukua msimu wa joto. Lakini vile vile ni kwamba kocha mkuu wa klabu ya Manchester United hapo nchini Uingereza ambaye ni Ruben Amorim yuko tayari kumuuza kiungo wakati wa timu ya taifa ya Ureno. Tena nahodha wa klabu ya Manchester United Bruno Fernandes mwenye umri wa miaka 31 msimu ujao ili kupata fedha za kuweza kuwasajili wachezaji wengine msimu wa kiangazi.
Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo. Mwenzangu Safari Alimasi Lemetinwar, huko nambari 19 kipepea barabara mgongoni. Asante sana Sudi Valentine. Na kwenye habari zingine za michezo ni kwamba huko katika Kisanga cha Ubwari kuliweza kupigwa mechi ambako FC Okapi Demisha waliweza kuibuka na ushindi wa bao 5-2 dhidi ya Veteran de Katanga, michuano ambayo ilipigwa katika uwanja wa Lembe ya Katenga huko Ubwari. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM. Vile vile uchambuzi wa habari, mpenzi msikilizaji, unaupata kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Usisahau ku-like, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Asante sana mpenzi msikilizaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, tujielekeze hivi sasa huko Mukera ambako shirika la Best limeendesha mafunzo na tabaka mbalimbali za raia Ijumaa hii tarehe 21 Novemba kijijini Mukera, mafunzo ambayo yamelenga wananchi wanaoishi kwenye maeneo yenye kuendesha uchimbaji wa madini kutumia madini kama nguzo muhimu ya kuboresha amani na kuleta maendeleo. Izake Mulucha Ashibe aliweza kuambatana na shirika hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ndio, hatimaye niliweza kujumuika kwenye mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la Best kama ulivyoeleza katika ule mradi wao wa madini kwa amani na maendeleo. Bwana Ramadhani Muluta Thomas alikuwa ni mkufunzi kwenye mafunzo hayo. Yeye ambaye ni supervisor wa shirika la Best katika mradi huu unaoendeshwa kwenye sekta ya Mtambala tarafani Fizi jimboni Kivu Kusini, ametoa hapa kiini cha wao kuandaa mafunzo hayo. Kwanza nikumbushe kama huu mradi wetu ni mradi sasa wa pili, kwa sababu ulikuwa mradi wa kwanza ambao tulikuwa na makomite ambazo tulikuwa tunashindikiza ngambo ya sekta Mtambala, na ilifika wakati yenye mradi ulifika mwisho. Hivi sasa tena mradi umerudia kwa fazi yake ya pili, na ndio maana tuliwaza kwa kuendelesha kazi ambazo tulikuwa tunafanya ilibidi kwanza tufanye ile tunaita mlugha ya Kifaransa redynamisation, kumbusha wale wanamemba wetu ile mastructure namna gani wanaweza wakatumika, maobjektife zao ni gani, na kujua role yao kwa sababu gani wako ndani ya structure. Mafundisho ya leo ilisaidia sana kwa sababu wengi walikuwa hawajui vitu vingi namna gani wanaweza wakatumika, na tukawaambia kama hapa kwenye tuko sisi kama projet madini tunaweza tukawasaidia kwa kuendelea. Mafunzo haya yalijumuisha tabaka mbalimbali za raia, wachimbaji madini, viongozi wa vitengo vya serikali husika na madini, wafanyabiashara wa madini, mashirika ya kiraia na tabaka zingine nyingi tu. Na hapa mmoja baada ya mwingine anatoa maoni yake kufuatana na manufaa aliyoyapata baada ya kusikiliza mafundisho. Mimi mfanyakazi wa serikali, nimeshukuru na kufurahi sana sababu imetuonesha zaidi na kuonesha wote ambao walipatikana pale kwa kuwa madini inapaswa itumikiwe namna gani na madini na umuhimu gani na wenye kuchimba madini wana umuhimu gani. Mafunzo hayo yamezidi kutuonesha kwamba tunapaswa kutumika na waoperateur namna gani, na malipo inapaswa kulipwa namna gani, na mwenendo wa malipo inapaswa kutembea vipi. Chef Subio wa SMAP Mukera. SMAP ni kitengo kinachosimamia makooperative zote zenye ziko muantite. Nilifurahi sana kwa hii mafunzo yao juu ilionyesha kila mtu na atibishwa kwake, na ile kwanza ndio nifurahisha mzuri sana. Mimi ni negosia hapa Mukera, tena ni membre wa cooperative committee. Niseme ya kwamba hii mafunzo tunakuwa leo na kikao ya SUSELES, ni sous comité local de suivi des activités minières. Hii mafunzo inatusaidia sana sisi wa acteurs miniers. Jumbo wangu kama vile kwa shirika la madini kwa amani, sababu ni consortium ina compose presque shirika karibuni 5. Alors tunashukuru sana na tunazidi kuomba waendelee kutusaidia kutupatia mafunzo purke tukue informe zaidi par rapport na vitu ya madini. Nilishukuru kwa mafundisho kwa sababu iko mafundisho walitufundisha muda mrefu sana, na nafanyaga nikipata hiyo mafundisho na mimi naenda ambia mama wenzangu kwa kuambia wazidi sana ukataza watoto wasikuwa naenda kumasite minye au mama mwenye kunyonyesha au mama mwenye mimba. Mkaaji wa Mukera, kwa asili kwetu ni pale Kasongi. Mimi ni mchimbaji wa madini.
Nachimba jini kwa sababu si wanawake tulilombaka 50%. Nikaona siwezi acha kazi ya madini kwa wanaume tu. Hii mafunzo ya leo inanipatia elimu kabambi sana. Mubimwa bitu wensi kuwa najua kati utaza ishi na leta leta sikunyanyase na usinyanyase leta. Shirika la Best alikuishia tu kwenye kutoa mafunzo. Liliweza pia kugawa runinga za kisasa kwa wote waliofuata mafunzo na pia kwa walemavu ili wawe na urahisi wa kufuata vipindi vya uhamasishaji kuhusu masuala ya uchimbaji madini kupitia redio. Mimi ni mkaaji hapa Mukera wa siku nyingi na mimi ni mmoja wapo wa hii kamati ya walemavu wa Mukera. Hizi redio sisi tumepata hazo kupitia shirika Best ili tukue tunafuata vipindi vyao kupitia uchimbaji wa madini. Kwanza nashukuru sana kwa wao kutukumbuka kwa siku ya leo. Kufuata kipindi kuna elimu ya mingi. Juu kuna kile yenye utakuwa ulikuwa ukijui, lakini kwa kufuata tu redio utakijua. Kuna mara kulikuwa unyanyasaji unikuli napita hata wewe mlemavu ungekuwa na dharura kupata kile kitu, lakini jua kutufuata vipindi hautakijua. Lakini kwa kufuata vipindi utaenda kukijua. Juu nilipokea yangu redio na nisikia habari kwa redio hiki na hiki, hii ni dharura yangu napaswa nifuatilie kama kawaida yangu. Sisi tunashukuru sana, tunapata hii radio itatusaidia sana kwa kusikiliza habari. Hii uchimbaji madini tunashukuru sana juu itakuwa maendeleo ya mwingine yetu na batoto yetu. Tunashukuru kwanza kwa kupokea hii zawadi. Shirika la Best. Radio hizi ni za lazima sana kwa kufuata information. Mwishowe Bwana Ramadhani Muluta Thomas aliacha ujumbe wake wa mwisho ambao aliotoa kama agizo 3 muhimu zinazopaswa kutekelezwa ili maeneo yenye kuendeshwa harakati za uchimbaji wa madini ziwe salama na zinazonufaisha jamii. Mimi naweza nikakuwa na rekomandasyon 3 ya kupana. Rekomandasyon yangu ya kwanza, mimi najiadrese kwa makooperative. Makooperative inapaswa kusensibiliser sana wa creuseur ili wapate kujiregrouper autour ya makooperative. Parce que l'État yopeke kupitia code minier na mareglement minier ina reconnaître creuseur kupitia cooperative, hai reconnaître ile wanaita exploitation en solo. Yani inabidi sisi wa creuseur tujiregrouper autour ya makooperative. Recommandation ya pili nilikuwa najiadresse sana ni kwa chef benye banaongoza hii ma comité ma CLS na ma sous-CLS, ni mzuri zaidi wapate kujiimpliquer sana, parce que ilionekana kama sous-CLS haiendelee sana ni parce que hakuna implication sana ya ba chef. Yani banakamata vitu kwa urahisi, hawakamati na bidii. Na rekomandasyon ya 3 ni kusema kama mwanamke akataziwi kufanya uchimbaji madini, lakini inabidi tu afanye uchimbaji madini pitia gisi leta inasema. Leta inasema mwanamke mwenye kuwa na mimba hapaswi kufanya uchimbaji madini. Kama mwanamke hana ile mimba, anaweza kufanya uchimbaji madini bila shida yoyote. Inabidi tu akuwe mambo ya cooperative na akuwe na vile vitambulisho ambavyo vinamruhusu kufanya ile uchimbaji madini. Nikirejea kutoka Mukera, Izake Mulucha Ashibe kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Izake Mulucha Ashibe kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tujielekeze huko Kalemi katika mkoa wa Tanganyika ambako binti mmoja amefariki kwa ajali ya pikipiki Alhamisi ya wiki hii katika barabara kuu ya Lumumba mjini Kalemi jimboni Tanganyika, tukio ambalo limeacha huzuni mkubwa maeneo hayo. Undani wa taarifa hii nayo Lumbwe Didio Dokta. Ni matukio ya huzuni ambayo yanakuwa ripotiwa mnamo Alhamisi hii 20 Novemba 2025 kwenye barabara kuu Lumumba hapa Kalemi, mahali sio mbali kabisa na eneo la maendeleo. Kufatana na vyanzo, maeneo hiyo ya tukio vinakuwa naeleza kwamba inakuwa ni gari moja ambayo inawezekana ilikuwa napoteza kabisa control ya mwendo wake pale ilikuwa namalizia safari kwa mtembeza pikipiki mmoja aliyekuwa namchukua mteja wake. Matukio yanakuwa kabisa ni ya huzuni nafasi kama na hiyo pale mteja huyo mwanamke ambaye alikuwa kwenye pikipiki alikuwa anapatwa na majeraha makubwa pale, damu ilikuwa na mvuja kwenye kichwa hata vile vile kwenye masikio. Kisha kupatwa na tukio kama na hilo, ni papo hapo alikuwa kabisa napoteza uhai wake. Wakati ule kwa upande wake mtembeza pikipiki ambaye alikuwa vile vile anajeruhiwa vikali alikuwa anapelekwa moja kwa moja kwa haraka kwenye kituo cha afya cha mahali kwa ajili ya kuhudumiwa. Majina ya marehemu hata vile vile mtembeza pikipiki bado kabisa kufahamishwa. Kwa upande mwingine ni kwamba kisa kabisa kilichokuwa nachangia kwa gari kama na hilo kupoteza control
bado kufahamika. Wakati ule vyanzo vinakuwa naeleza kwamba inawezekana mwendo kasi ama vile utatu wa kiufundi ndiyo inaweza kuwa chanzo cha tukio kama na hilo. Mashirika ya polisi ikihusika na masuala matembezi barabarani ilipopewa taarifa ilikuwa moja kwa moja najielekeza maeneo ya tukio kwa ajili ya kuanzisha uchunguzi kuhusu matukio hayo na vile kurahisisha matembezi kuendelea kisha tu kuzoroteka kutokana na tukio kama na hilo. Juhudi zetu zote za kukutana na viongozi wa polisi ya usalama barabarani kwa ajili ya kupata mwangaza kuhusu tukio kama na hilo la huzuni ambalo linasababisha familia kubakia na majonzi bado kabisa kufua dafu. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Asante Olombwe Didier Doctor. Tukamilisha uchambuzi wa habari na habari za kitaifa ambako jeshi limedhibitisha taarifa ya kuwekwa kizuizini kwa maafisa kadhaa wa ngazi ya juu FARDC. Maafisa hao wametiwa mbaroni kwa madai ya kutokusimamia vizuri masuala yanayohusiana na usalama wa taifa. Amesema hayo Jumamosi msemaji wa jeshi Meja Jenerali Sylvain Kenge kwenye mkutano na waandishi wa habari kwenye makazi makuu ya jeshi jijini Kinshasa. Kwa mujibu wake, muda kukaa kwao kizuizini unaendelea kufuatia ombi la mwanasheria mkuu kwa mazumuni ya uchunguzi. Wahusika wamewekwa kizuizini katika mazingira yanayokubalika na wako chini ya uangalizi wa karibu, amebainisha hayo. Ufanuzi huu unakuja wakati kumekuwa na madai ya mara kwa mara ya njama na ubadilifu wa fedha ndani ya jeshi. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wale ambao walitutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari, na shukuru jopo zima la wariru wa habari waliokamilisha uchambuzi wa habari. Na shukuru vile rubani wangu ambaye ni Jean Ekala Jaden. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mimi Safari Almasi Metinwar. Sina ziada na kuaga nikisema bye.